ujasusi nchini Ujerumani anadai kwamba Urusi inaweza kushambulia NATO. Bruno Kahl alitoa mfano wa mzozo wa Ukraine wakati wa kuhalalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi, huku mkuu huyo wa ujasusi nchini humo akisema Urusi inaweza kushambulia nchi yoyote katika NATO. Shirika la ujasusi la Ujerumani BND limedai wakati likitetea harakati za kuongeza matumizi ya ulinzi kwamba kuna uwezekano mkubwa Urusi ikaweza kushambulia nchi yoyote katika NATO baada ya mzozo wa Ukraine kumalizika. Mkuu huyo anasema, tuna uhakika na tunazo data za kijasusi kwamba Ukraine hatua moja tu kwenye njia ya Urusi kuelekea magharibi. Kahl alisema alipoulizwa kwa nini Wajerumani wanapaswa kukubali kuchukua deni la ziada ili kufadhili mpango wa uwekaji wa silaha tena na uwezekano wa kuanzisha tena uandikishaji uliofutwa mwaka 2011. Anasema zaidi kwamba kuna watu huko Moscow ambao hawaamini tena kwamba kifungu cha 5 cha NATO kingezingatiwa na wangependa kukifanyia majaribio, mkuu huyo wa ujasusi anasema. Aidha, anaeleza zaidi kuwa Urusi inashaka kuhusu azimio la Marekani la kutetea washirika wake na kutuma wanajeshi wa Marekani kuvuka bahari ya Atlantic kufa kwa ajili ya Tallinn, Riga au Vilnius. Anasema mkuu huyo wa ujasusi. Anasema zaidi kwamba Urusi inaweza kutuma wanaume wa kijani kibichi huko Estonia kwa ajili ya kisingizio cha kuwalinda watu wachache wa jimbo la Baltic. Wanaume wa kijani kibichi anamaanisha ni wanajeshi wa Urusi. Hata hivyo, anasema kwamba katika majimbo ya Baltic, hasa watu wanaozungumza Kirusi, Kahl alidai huenda Urusi ikaingia huko Estonia kwa ajili ya kutetea watu hao na hatimaye kuchukua eneo la watu hao wanaozungumza Kirusi, wakiamini kwamba ni sehemu ya Warusi na hivyo wanapaswa kuwa katika serikali ya Urusi. Vyombo vya habari vya magharibi vilitumia neno wanaume wa kijani kibichi kuelezea makomando waliotumwa kulinda wakazi wa Crimea kabla ya kura ya maoni ya mwaka 2014 ambapo eneo lenye kabila kubwa la Urusi lilikataa mapinduzi yaliyoungwa mkono na Amerika huko Kiev na kupiga kura ya kujitenga na Ukraine na kuwa sehemu ya Urusi. Berlin inaipa Kiev euro bilioni 5 nyingine kwa ajili ya maendeleo ya vita ambavyo vinaendelea kati yao na Urusi, licha kwamba wakati huu Ukraine inapigwa sana. Kahl alipendekeza kuwa lengo kuu la Urusi ni kurudisha nyuma NATO ilipokuwa mwishoni mwa miaka 1990 na kuisukuma Marekani kutoka Ulaya. Moscow inautazama upanuzi wa muungano unaoongozwa na Marekani kuelekea mashariki kama tishio na imeutaja kuwa mojawapo ya sababu kuu za mzozo wa Ukraine. Rais Vladimir Putin, hata hivyo, mara kadhaa ameeleza kuwa Urusi haina nia kushambulia mataifa ya NATO isipokuwa ishambuliwe kwanza. Moscow imesema italipa kisasi tu na imeonya kwamba msaada wa kijeshi wa magharibi kwa Kiev unaifanya NATO kuwa mshirika wa moja kwa moja katika mzozo huo. Ujerumani imeongeza kuwa maneno yake ya chuki dhidi ya Urusi chini ya kansela mpya Friedrich Merz, ambaye alisema mwezi uliopita kwamba Ukraine inaweza kupokea makombora ya masafa marefu ya Taurus. Pia aliahidi kuisaidia Ukraine katika utengenezaji wa silaha zake za masafa marefu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Urusi, Maria Zakharova, amejibu kwa kuishutumu Ujerumani kwa kuhujumu mchakato wa amani ambao unaelekea kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.